na kila moja aamue kujitahidi, aamue kuacha mambo yote, aamue kufumba macho, asitazame vitu vingine, amutazame Yesu aliye hai, aliyewekeza huduma ndani yake, alifanya hiyo kazi ili apate faida kubwa. Haleluya, haleluya. Hebu naomba msomi mmoja anisomee katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati sura ile ya 15. Tuanzie ule mstari wa 7, halafu tutaishia ule mstari wa 13. Naomba msomaji asome katika Mambo ya Nyakati ya pili sura ile ya 15 mstari ule wa 7 hadi 13. Naomba some kama umekwisha kupaona, na kama hujapaona, kwa sababu mimi naokoa muda wangu pia. Kumbuka ni mtu ambaye anaendana na wakati, ni mtu ambaye anakimbizana na muda. Katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya pili sura 15 mstari ule wa 7 hadi 13, Biblia inasema, nanyi jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Naye Asa aliposikia maneno hayo, yani unabii wa mwana wa Odedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benyamini, na katika miji aliyoitwaa milimani mwa Efraimu, akayafanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwako mbele ya ukumbi wa Bwana. Akakusanya Yuda wote na Benyamini na hao wageni waliokaa kwao, na Efraimu na Wamanase na Wasimeoni, kwa kuwa walimwangukia wengi katika Israeli, walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 wa kumiliki kwake Asa, wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizoleta dhabihu za ng'ombe 700 na kondoo 7,000. Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa moyo, kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, ikiwa ni mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au kwamba ni mwanamke. Haleluya, haleluya. Nimesema jitahidi sana katika nini? Jitahidi sana katika kazi ili upate faida kubwa. Asa alipotawazwa kuwa mfalme, kwamba afanye kazi na akasimama kama askari, alisikia nabii mmoja miongoni mwa manabii akitoa unabii ambao uligusa moyo wa Asa. Kinachoonekana Asa ni kana kwamba alikuwa kuna sehemu tayari anaonekana kuvunjika moyo kwa sababu ya kazi nzito ambayo alikutana nayo, kwa sababu ya vita ambavyo vilikuwa vimeinuka. Lakini wakati anawaza kurudi nyuma, wakati anafikiri kukata tamaa, akatokea nabii mmoja akamweleza maneno ambayo yaliongeza nguvu ndani yake, yakamfanya Asa sikie kujazwa nguvu tena kwa ajili ya kazi ya Mungu. Akasema, sasa ninasikia nguvu ya kusonga mbele, ninasikia nguvu ya kuendelea mbele. Asa akatiwa nguvu katika Mungu, na watu wote wakamkusanyikia, pamoja na wageni wakakusanyika. Walipokusanyika, Asa akawaambia, safari ni safari ya kuondoa kila aina ya miungu migeni ambayo iko katikati yetu, ili kwamba
niwaambie wana wa Baudole, sikiliza niwaambie wana wa Nestori, sikiliza niwaambie wana wa Payo, ya kwamba safari ni wakati wa kuondoa miungu, wakati wa kuondoa vinyongo, wakati wa kuondoa chuki, wakati wa kuondoa fitina, wakati wa kuondoa machukizo, ili kwamba Mungu wetu aonekane kwetu. Haleluya! Wakafanya agano, wakasema sasa kama kutakuwa na mtu ambaye atashindwa kumheshimu Mungu wetu, au ni mdogo au ni mkubwa au ni mwanamke au ni mwanaume, na kama ni kufa bora afe tu, lakini sisi lazima tumtazame Mungu, lazima tutembee mbele kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Ndicho ninachokuambia ndugu, na wewe pokea nguvu ndani yako. Sikia kutiwa nguvu tena. Mungu kesha uamshe vitu vikubwa ndani yako. Mungu kesha uamshe vipawa ndani yako. Mungu kesha uamshe vikarama ndani yako, ili uone kwamba hakuna jambo lingine ambalo unapaswa kufikiri ndani ya moyo wako zaidi ni kumwangalia Mungu aliyekuita umtumikie kama utatumika tena. Haleluya. 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 Asa yeye akatiwa nguvu, akasikia ongezeko la nguvu. Aliyekuwa anaona kurudi nyuma akaona si wakati wa kurudi nyuma, ni wakati wa kupiga hatua kwenda mbele, kwa sababu kuna maneno ya kinabii ambayo yametamkwa pale na mtumishi huyu ambaye asema, nanyi jipeni moyo katika Mungu, tuifanye kazi ya Mungu. Kama ni kukesha ukeshe, kama utakesha tena, kama ni kuimba imba, kama utaimba tena, kama ni kufunga funga, kama utafunga tena, kama ni kusifu sifu, kama utasifu tena, maana bado tunayo mahitaji hapa duniani, bado tuna mahitaji, na sisi ni wageni juu ya dunia hii, lakini tunaangalia yeye alianzisha safari hii. Mwisho tutashinda wapendwa, tutakuwa na nguvu za kushinda. Haleluya. 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 Unajua kuna mambo mengine ukitafakari hata wewe lazima ujiulize. Huyu jamaa alisema, huyu nabii akamwambia, nanyi jipeni iko chini yako, mondoe na kikesi, mondoe na mwembe, mondoe na viungo vyake, iko chini yako. Mungu zimekubali kwa wakati huu, hajaja mwingine ambaye Mungu zinasema ni wewe, bado ni wewe. Nisaidie kusema amina. Haleluya. Haleluya. Katika safari, katika kazi, hatutakosa changamoto, hatutakosa vikwazo, hatutakosa majaribu, hatutakosa vivunja moyo, hatutakosa kina Sambalati. Watakuja kisambalati, lakini Mungu atawasambalatisha. Watakuja vunja moyo, lakini Mungu atawaondoa. Jipe moyo mwanangu, kama ni kazi fanya sana, kama ni kazi fanya sana. Kazi unaifanya ina ishara, kazi unaifanya ina ishara. Wewe piga kibodi, haijalishi unalipwa au ulipwi, anayekulipa ni Mungu. Ina ishara kazi yako, wewe fanya tu, wewe fanya tu. Ili wazee wa kanisa, endeni kwa watulivu, fanyeni tu kazi ya Mungu, ina ishara. Sema amina kubwa, sema amina kubwa. Kazi ina ishara ya Mungu. Haijalishi tunakutana na vitu gani, lakini bado ina ishara, bado ina ishara. Hebu soma Korinto wa kwanza 15 mstari wa 5 hadi 8. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 57 hadi 58. Soma twende pamoja katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 57 hadi 58. Sikiliza ujumbe
nini Mungu anasema 57? Anasema lakini Mungu na ashukuriwe tupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, sema narudia tena, basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa majua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Piga makofi na shangwe. Kazi sio bure. Tunafanya kazi kwa nguvu, tunafanya kazi kwa shida, tunakesha na kukesha, lakini sio bure ikasufanya. Mwimbaji ongeza bidii, mwombaji ongeza bidii, mchungaji ongeza bidii. Umepewa dhamana na Mungu kuchunga kanisa. Ninachowaambia washirika, watoto wa Mungu wazuri, ukweli ni kwamba mnapotuona huku tumeshaini, tumekaa kwenye viti vizuri vya sofa, unaweza kudhani kwamba ni viti vizuri ambavyo hakuna changamoto, lakini kuna wakati mwingine viti hivi vinageuka kama moto. Maana kazi ya kuchunga sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Wachungaji wanatumilia mengi. Wakati wao unakula, mchungaji amefunga. Wakati wao unaumwa, mchungaji anakuombea. Lakini yeye akiwa anaumwa hana wa kumwombea, anaenda kwa Mungu aliyemwita na mwambia nipoge. Na wakati mwingine Mungu anamwambia neema yangu ya kutosha. Wewe kama ni ugonjwa, endelea kuwa mgonjwa tu, lakini neema yangu ya kutosha. Hivi vitu tunakalia kwa sababu tu hatuna namna. Mungu aliyetuita ni mwaminifu. Sikiliza nikwambie, wakati dhahabu inapokuwa inatafutwa kwa dhahabu safi, haikui dhahabu safi kama haijapita kwenye moto. Ndivyo na wachungaji walivyochongwa hawa wametengenezwa sana hawa, mpaka kuwa hivi walivyo wametengenezwa. Usimwone ni mwembamba ni munene, usimwone ni mweusi au ni mfupi, amechongwa. Mungu akamchonga. Na wanakwambia amekuchonga Mungu kupitia kuchongwa kwa mchungaji, na wewe umechongwa. Jipe moyo unapokutana na magumu, usiseme wokovu hakuna, useme wokovu basi, usirudi nyuma, wewe songa mbele. Kazi hii ndugu zangu, haijalishi tunaona kama kuna michongoma njiani, haijalishi kama tunaona kuna mimba njiani, lakini kuna ishara. Sio bure katika Bwana. Kuna siku utapanguswa machozi, kuna siku utatembea kama warembo. Vile ambavyo mnaona kile chuo cha warembo kinavyotengeneza warembo ambao wanaitwa Misri, wanatembea kama vile wana miguu, wanatembea kama vile wana dansi. Na sisi itafika siku huko ikulu ya mbinguni, tutatembea kama vile watu tutalingalinga. Wakati wa Yesu anatuambia poleni wanangu, anatufuta machozi ya shangwe, anatufuta machozi ambayo tunalia, anatupangusa jasho tunazotoa, kwa sababu tumeshinda ya dunia, kwa sababu tumeshinda vita, kwa sababu tusimama kwenye kazi yake. Simama kwenye kazi yake, ina ishara, ina faida kubwa. Ananielewa, sema amina nzuri. Ananielewa, sema amina nzuri. Naenda kumalizia ndugu yangu. Sikia hili lisikupite. Ujumbe huu ufanye kwa sehemu ya ongezeko. Kesho tukitangaza mkesha, mwambie na yule ambaye hujamuona bana tuende kwenye mkesha. Maana hata kama tunakesha, tunasubiri usingizi huo, lakini bado kuna faida. Tutapewa faida. Tutapewa tuzo katika yamba tunayofanya. Haijalishi wengine tuona kama tumechanganyikiwa. Unajua kwa nipambie, hivi wewe duniani hapa una raha gani zaidi? Maana kuzini hauzini,
kuroga urogi, haupai hewani ukasikia hata raha ya kupanda kama utawe kupanda ndege ya Samia Suluhu Hassan. Utawe kupanda ndege ya kichawi kwa msikia na uko angani. Wewe huendi pahali, huendi kasino, huendi sijui huendi kesi. Sasa ni raha gani ulionayo zaidi ya kukesha na Bwana Yesu? Nipi? Hebu niambie, furaha gani ambayo utasema nijifurahisha duniani? Maana disco huendi. Disco ya warokole ni hii ambayo tumekuwa nayo hapa, tumeifanya hapa, tumekuwa nayo hapa. Ni mtawala wa Mungu, wewe ni msafiri, unakwenda mbinguni na safari yako ni nzuri. Sema amina. Sema amina. Sema amina kubwa. Haleluya. 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 Tabu yako sio bure, mchungaji Ngoko. Tabu yako sio bure. Mara nyingi wewe uko hapa, hata familia inakuwa mbali kabla hujaja hapa. Ilikuwa mbali tu, unaanzia Jumatano huko hapa mpaka Jumapili kukuta huko hapa. Jumatatu unasema naenda nyumbani. Hii tabu yote unaipata ya kung'atwa na wadudu wakali, sio bure katika Bwana. Endelea kuchotea karama yako, utamsha Mungu. Usivunjike moyo kwa tamaa. Haijalishi vitainuka vipingamizi aina ngapi. Ninyi wa mama, ndugu zangu, vumilieni. Vumilieni. Yesu yuko karibu anakuja. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko karibu kuja kutupangusa machozi. Vumilia rafiki yangu. Wewe mwimbaji, vumilia. Endelea kuongeza bidii za kuimba. Huko mbinguni hakuna karama ya mhubiri, hakuna karama ya wachungaji huko. Wachungaji wataishia hapa. Huko mbinguni ni huduma moja tu ya kuimba. Hata kama tulikuwa tunasema hatujui kuimba, hatuna sauti za kuimba, mbinguni tutafundishwa wimbo mpya. Tutaimba na kina Musa, tutaimba na Mwana-Kondoo, tutamsifu na kumshangilia tukisema haleluya. Tutaimba na kusifu. Haleluya. 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 Pokea nguvu za utumishi ndani yako. Kolosai 3 mstari wa 23 hadi 24. Mstari wa 23 hadi 24. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tena uitikie vile. Lote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Narudia tena. Lote mfanyalo. Sasa hapa na mimi sitaki nijitoe. Lolote tufanyalo tulifanye kwa moyo, kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Narudia tena kwa kapeti kasoma mchungaji baya sikie. Lolote tulifanyalo tulifanye kwa moyo, kama kwa Bwana wala si kama kwa wanadamu. Mkichwa kuwa mpapo nimekosea. Narudia tena. Tukichwa kuwa tutapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Kristo. Shangilia soma makofi. Naomba niulize swali. Kama kuna anayemtumikia Mkoko anyoshe mkono. Kama kuna mtu anayemtumikia Mwenda anyoshe mkono. Anayemtumikia Mchungaji Bayo anyoshe mkono. Wote tunamtumikia nani? Hakuna ambaye atafanya kazi ya Mungu halafu Mungu akampa hasara. Amen. Hayupo. Amina. Hayupo. Amen.
mwenye ambaye anasababishaga hasara mara nyingi hata kwenye duka ni mpinzani, ambaye tunamwita ni nani? Shetani. Atakuletea chumoreta, atakuletea mambo mbalimbali, atakuletea wezi majambazi, atakuletea mafisadi. Watakuja watu wenye kuvaa nguo ambazo zinaonekana kama ni sherehe, kumbe sio. Hayo yote kama anataka kutia hasara, lakini Yesu hajawahi kuona mtumishi wake anamtumikia alafu akasababisha hasara kwake. Sote tunamtumikia Bwana Yesu aliye hai, ambaye yeye atatupa faida kubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Lolote fanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Simama tuombe. Weka mikono yako. Kila amsha aliyelala, amsha aliyelala, amsha aliyelala, amsha aliyelala. Alafu weka mikono kifuani, weka mikono kifuani, weka mikono kifuani. Amsha aliyelala, mwambie aliyelala amke. Nani dada? Hebu simama jamani. Mbona kama tuelewi? Simama, nataka tuombe. Weka mikono kifuani, funika macho. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba unipe nguvu ndani ya moyo, nguvu za kukutumikia, nguvu za kusonga mbele, nguvu za kufanya kazi yako. Nisikate tamaa, nisirudi nyuma. Nikutanapo na jaribu, unipe nguvu za kushinda. Nitie nguvu kama Asa alivyotiwa na nguvu. Neno lako ni Bwana, linionyeshe kibali cha kuendelea mbele katika kazi yako, ili Bwana mwisho wa siku niwe mshindi na mrithi wa baraka zako hata katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Hebu nijaze nguvu, hebu niongeze nguvu. Weka vipawa, weka karama, weka maono, nguvu za miujiza, nguvu za ishara, nguvu za maajabu. Wekeza ndani yangu ili nikutumikie. Maana neno lako limesema wote naoifanya ninapaswa nilifanye kwa moyo, kwa sababu nalifanya kwa ajili ya Bwana wangu. Yesu wote nijaze nguvu. Karibu mwenyekiti, endelee. Basi ni wakati wa kuingia kwenye maombi yetu. Tumekuja ni mkesha wa maombi. Naomba usimame. Sitatamani kuona mtu anakaa hapa. Tumekuja vitani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema tumeingia kwenye mkesha, tumeingia vitani, mbingu inatambua kwamba sasa tumekuja kufanya mkesha wa moja. Na kama tunafanya mkesha wa moja, naomba tuwe moja kwa ajili ya kumwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitangulia kusema awali kabisa kwamba kwa sasa tunaingia ndani. Huu ni wakati wa kuwa pamoja mahali hapa kwa ajili ya kumtafuta Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba tuendelee. Tuna mahitaji ya kanisa hili ambayo tunakwenda kuyaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu tuko watumishi wengi, tumeshaomba nguvu za Mungu. Hebu niwaelekeze moja kwa moja, twende tukajikita kuomba kwenye uhitaji wa kanisa hili. Wakati nimekuja nimeona hata Jose, nilikuja kwa mchungaji hapa, nikaona kazi inayoendelea hapa. Katika vitu ambavyo makanisa yetu tunatakiwa kuchukia ni kusikia eti makanisa ya mabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisemi hivyo kwamba nimekusema wewe unayeabudu hapa kwamba nimekusema vibaya. Lakini hebu jaribu kufika mahali uchukie kusikia mtu anaweka anwani ya kusema kwamba kanisa la mabati.
tuko wengi, mtu mmoja anajenga nyumba na anaikamilisha. Sasa Mungu ametukusanya, tuko 10 ndani ya kanisa hili. Nini kinashindikana? Ubinafsi ukiondoka. Hata sisi kwenye umoja tumekuja mahali hapa kuomba, kukataa roho ya ubinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kwamba tunakwenda kusimama kwenye madhabahu ya kanisa la KLPT, basi tufike mahali tufanye kitu ambacho Mungu akiangalia anasema kuna wanangu wako pale kufanya kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiondoka kwenye mfumo huo, tukajua kwamba mahali tunapokwenda kufanya tunafanya kwa Bwana, sio kwa wanadamu, mambo yetu yatakwenda sawa. Sasa naomba tuombe kwa ajili ya kuomba ujenzi wa kanisa la KLPT ambalo wanaendelea, kazi inaendelea. Mungu akaleta watu wa ndani na nje kwa ajili ya kusapoti kazi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimemwona Mungu pale ninaposimamia. Msimamizi wangu aliye juu mbinguni amekuwa akipitisha watu wanatoka nje na walioko ndani, tunaungana tunafanya, na mai tumefika sio pabaya. Ni kwa hiyo utukufu wa nani? Lakini wa Mungu ambaye amesimamia. Mungu yuko hapa na anasikia usiku wa leo kwamba tuchokuja kufanya ni kuomba yeye, tumuombe yeye. Acha kuomba mtu, muombe yeye alete watu. Akimkamata mtu ataleta tu. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako usiku leo, nimekuja kuomba nitukuze jina lako juu ya jambo hili ambalo linajengwa mahali hapa. Ni wewe peke yake unaweza kusababisha fedha zilizoko nje na zilizoko ndani zikarejeshwa mahali hapa kwa utukufu wako, kama alivyofanya wakati mtumishi wako Sulemani alipojenga hekalu lile. Watu kutoka mbali, wafalme kutoka mbali walirejesha fedha zao kwa ajili ya kujenga ile hekalu. Na sisi leo mahali hapa tunaamini kwamba kupitia wewe walioko ndani na walioko nje wanakwenda kuweka fedha kwenye ujenzi wa hili kanisa. Yesu, simamia wewe mwenyewe juu ya ujenzi huu. Tunakuhitaji Yesu, likapata kutukuzwa jina lako Yesu. Maana umesema kwamba fedha na dhahabu ni mali yako. Hata kama ni mlevi, leta fedha yake kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili. Awani nani, leta fedha yake kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili. Mwambie Bwana, tuko mbele zako siku leo Bwana. Tambua kwamba tukusanya kwenye kuleta mahitaji kutoka kwetu kukuleta wewe Bwana. Na sisi tumekusanyika kwa umoja Bwana, ili tukurejesha Bwana mahitaji yetu. Umesema mtakaoliomba kwa imani litatendeka na itakuwa la kweli. Na sisi tumesimama kwenye madhabahu yako inayonena ushindi, inayonena baraka, inayonena amani, inayoleta nguvu na ujasiri, tukijua ya kwamba katika wewe mahali hapa inawezekana kuachilia milango ya baraka, kuachilia milango ya ufufuo juu ya uchumi hata kanisa hili, juu ya mshirika kanisa hili, juu ya moyo wa kujitoa. Achilia moyo wa kujitoa kwa shirika mahali hapa, achilia moyo wa kujitoa kwa shirika mahali hapa, hata kwa watu wote walioko nje na kanisa hili ya Bwana. Weka mrejesho, Mungu nipokea taarifa zetu siku ya leo kwamba tumekusanyika kukata kila kipingamizi, kukata kila nguvu iliyoleta upinzani juu ya ujenzi wa kanisa mahali hapa. Kupitia mtumishi wako Bwana, unaweka mahali hapa Bwana, yanawezekana kupitia wewe. Asante Baba. Achia utukufu wako kwetu sasa, achia uwezo wako kashuka, achia jina kwa tabata kutukuza.
Jitwalie utukufu, jitwalie utukufu, jitwalie utukufu. Tamalaki Yesu, tamalaki Yesu, tamalaki Yesu. Unastahili uweza na nguvu na mamlaka ni yako Mwokozi. Wewe uliyejua yote unastahili.